Laana ya mama, sehemu ya 3. Ukweli uliofichwa utaamsha vifo vya zamani. Mama yangu hakufa kawaida. Kama unataka ukweli, nifuate. Mvua ilikuwa ikinyesha kwa nguvu, huku radi zikilipua anga la kijiji cha Kihinga. Baraka alisimama akiwa ameganda mbele ya yule mzee mwenye macho mekundu yaliyowaka kama moto. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Mama yangu hakufa kawaida? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Mzee hakujibu mara moja. Aligeuka polepole na kuanza kutembea kuelekea msituni. Kama unataka ukweli, alisema kwa sauti nzito, nifuate. Mama yangu hakufa kawaida. Kama unataka ukweli, nifuate. Baraka alisita kwa sekunde chache, lakini hakuwa na uchaguzi mwingine. Msitu wa Kihinga ulikuwa wa kutisha usiku. Kulikuwa na ukungu mzito uliotanda kila mahali, na sauti za ndege wa usiku zilifanya hali iwe mbaya zaidi. Kadri walivyozidi kuingia ndani ya msitu, Baraka alianza kusikia sauti za wanawake wakicheka kwa mbali, lakini walikuwa hawapo. Mzee, hizo sauti ni za nani? Aliuliza kwa hofu. Mzee akasema bila kugeuka nyuma, wale ni waliokufa wakiwa na huzuni. Mzee, hizo sauti ni za nani? Wale ni waliokufa wakiwa na huzuni. Baraka akammeza mate kwa shida. Walifika mbele ya kibanda kidogo cha zamani kilichojengwa kwa miti na mifupa ya wanyama. Kulikuwa na alama za ajabu zilizochorwa kwa damu kwenye ukuta. Ndani ya kibanda kulikuwa na mshumaa mmoja uliokuwa ukiwaka. Mzee akaketi chini polepole. Kuna jambo hukulijua kuhusu mama yako, alisema. Baraka akamsogelea kwa tahadhari. Mama yako alikuwa analinda siri kubwa ya kijiji hiki. Watu wenye tamaa walitaka ardhi ya familia yenu, lakini mama yako alikataa kuiuza. Mama yako alikuwa analinda siri kubwa ya kijiji hiki. Siri gani? Chini ya ardhi yenu kuna kitu alichokuwa anakitafuta kwa miaka mingi. Baraka akakunja uso kwa mshangao. Ardhi? Mzee akatikisa kichwa. Ndiyo, chini ya ardhi hiyo kuna kitu walichokuwa wanakitafuta kwa miaka mingi. Mna maana gani? Kabla mzee hajajibu, upepo mkali ukavuma ghafla na mshumaa ukazimika. Giza nene likatawala. Halafu sauti ya mwanamke ikaanza kuimba taratibu gizani. Ilikuwa sauti ya mama yake. Baraka akasimama kwa hofu. Mama! Kisha macho mawili mekundu yakafunguka gizani. Walimuua kwa sababu yako. Mama yangu aliuawa. Baraka akarudi nyuma haraka. Kutoka kwenye kona ya kibanda, kiumbe kirefu cheusi kilianza kutoka taratibu. Miguu yake ilikuwa mirefu isiyo ya kawaida, na nywele zake zilikuwa zikiburuzika chini kama nyoka. Kiumbe kile kikasema kwa sauti iliyochanganyika na kilio. Walimuua kwa sababu yako. Mama yangu aliuawa. Baraka akahisi damu kuganda mwilini. Mama yangu aliuawa. Radi ikapiga kwa nguvu nje ya kibanda. Mzee akasimama ghafla. Toroka! Alipiga kelele. Mlango wa kibanda ukajifunga wenyewe kwa kishindo. Boom! Baraka akaanza kupiga mlango kwa nguvu, huku kile kiumbe kikizidi kumsogelea polepole gizani. Mwanangu, sauti ya mama yake ikasema kwa uchungu. Usiwaamini. Lakini kabla hajamaliza, uso wa mzee ukaanza kubadilika. Ngozi yake ikapasuka taratibu. Machoni pake moto mwekundu ukawaka zaidi, na kwa sauti nzito ya kutisha akasema, kwa sababu mimi ndiye niliyeanza laana hii. Mwanangu, usiwaamini kwa sababu mimi ndiye niliyeanza laana hii. Baraka akabaki ameganda kwa hofu. Nje, msitu mzima ulianza kutikisika, huku sauti za watu waliokufa zikisikika kila upande. Na katikati ya giza, kicheko cha mama yake kikaanza kusikika polepole. Endelea kuwa pamoja nasi, nini kitaendelea sasa? Laana ya mama, sehemu ya 3. Ukweli uliofichwa utaamsha vifo vya zamani.